Hivi bandama ambavyo si ndo zimeungana na uti wa mgongo eti. Bado tujawa wakubwa wala sisi bado tujaanza kunufaika. Wasanii wenyewe kukuelewa. Yaani unawaambia kitu kwa kuelewe na yenyewe pia ni changamoto kubwa sana. Mtu mzima kumnyosha akae kwenye mfumo aelewe kwamba hii umoja huu unahusiana na hivi. Kuna wengine wanasema hawa viongozi bora wamekaa mtaani wametunga sheria vyao na kwa ajili ya kujipatia manufaa. Siku zote aliyeanza safari hata akiwa polepole kwa spidi ya baiskeli bado atamwacha nyuma yule aliyesimama. Hivi ndivyo ilivyo katika safari yoyote ya kufikia mafanikio fulani katika maisha. Kwa spidi ndogo unayopiga ama hatua ndogo unayopiga, usidharau, kwa sababu ndio inayokupeleka kwenye mafanikio makubwa, tofauti na yule ambaye bado hajaianza safari kabisa. Katika sanaa, kipaji pekee hakitoshi kukufanya uwe mtu maarufu au ufikie ndoto zako. Inahitaji sapoti ya umoja, ushirikiano, viongozi, ubunifu na masuala mbalimbali ya kujituma ili uweze kufikia juhudi zako ambazo unaendelea kuzifanya kila siku. Wilaya ya Iramba imekuwa ni wilaya ambayo ina fursa kubwa sana kwenye upande wa sanaa, kwa sababu imekuwa na historia ya kutoa viongozi wakubwa sana mashuhuri, akiwemo Waziri Mkuu wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye anatoka kwenye wilaya hii ya Iramba. Swali muhimu la kujiuliza hapa, je, ukuaji wa maendeleo ya sekta ya sanaa wilayani Iramba inaendana na kasi inayostahili? Yoa TV leo tumekuletea exclusive interview. Tupo na mwenyekiti wa umoja wa wasanii wilayani Iramba. Yeye atakwenda kuzungumza na tutazungumza naye mambo mengi sana, hususani changamoto wanazozipitia kama wasanii, lakini pia vipaji vya watu wa Iramba wanavitumia vipi ili kujipatia mafanikio. Lakini je, matarajio ya kuikuza sanaa ya Iramba mkoani Singida yakoje? Mimi ni Usia mwana wa Emmanuel Mikombe, ungana nami kuanzia dakika hii mpaka pale tutakapoweka utuo. Kuanzia sasa mpaka baadaye sana. Mpiga picha ni Barman na hii ni Yoa TV. Yeah. Bwana kaka, mambo vipi asi? Mambo fresh, tunashukuru Mungu. Kwema kabisa mzee baba. Harakati za kisanaa zinaendeleaje wilayani Iramba huku kwenu huku? Alhamdulillah, tunashukuru. Unaweza kusogeza mic kidogo hivi? Alhamdulillah, tunashukuru Mungu, mambo yako salama kabisa, nasonga. Bwana sawa, mtazamaji anayekuangalia kupitia Yoa TV hivi sasa natamani kufahamu wewe ni nani kwa majina yako? Kwa majina naitwa Salum Shani Zulungu, ni mwenyekiti wa wasanii wilaya ya Iramba. Bwana sawa, shughuli za kisanii wilayani Iramba kwa sasa zinaendeleaje? Mambo yakoje huko kwenu? Hali ya sanaa wilaya ya Iramba unaionaje? Kijumlisha na mitandao ya kijamii ilivyokuwa ya moto sasa hivi, hali ikoje huko kwenu Iramba? Naweza nikasema alhamdulillah kwa sasa hivi kidogo, kwa sababu mambo yanaonekana. Yani sisi tumeshaanza kupiga hatua ya kuonekana. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii naona kama Iramba inakuja spidi. Maana yake sasa tumeamua kufanya. Sawa. Wewe ni mwenyekiti wa umoja wa wasanii wilayani Iramba. Maana yake kumekuwa na umoja wa wasanii wilayani Iramba. Umoja huu ninyi mmekuwa mkijishughulisha na nini hasa? Yani unazungumzia binafsi au ndani ya umoja huu? Umoja wa wasanii wilaya ya Iramba. Uongozi wenu ninyi kazi gani ambazo mmekuwa mkizifanya kwenye wilaya hii ya Iramba? Yani sisi kama viongozi wa umoja, kazi yetu kubwa sana ni kuwaunganisha wasanii wakae kwenye hema moja ama kwenye hekalu moja, ili hata kama viongozi wetu wa kiserikali basi wasipate changamoto kutufikishia sisi kile kitu ambacho wamedhamiria kukifikisha kwetu kama wasanii. Ndio maana sisi kama viongozi tunapigana sana usiku na mchana kuwakusanya wasanii wote walioko ndani ya wilaya na hata nje ya wilaya. Wakikubaliana na umoja wetu ama wakikubaliana na matakwa yetu ama katiba, basi tunawakaribisha kwa ajili ya kujiunga kwenye umoja.
Mmekuwa mkitumia njia gani hasa kwa ajili ya kukusanya vipaji vya sanaa ya maigizo? Ni njia zipi ambazo mnatumia kuwakusanya watu na kuwafanya wawe kitu kimoja wilayani hapa? Naweza nikasema vipaji havifichiki ama kipaji hakijifichi. So kwa sababu umoja tunazungumzia ni vikundi vyote vinakaa sehemu moja, lakini pia kikundi kama kikundi na wao wana prosesi zao za usajili ama wana ratiba zao za kukusanya wasanii, lakini sisi tunachoangalia ni umoja. Vikundi vyote hivi tunavikusanya pamoja. Sawa, ni changamoto gani ambazo mmekuwa mkikutana nazo hasa kwenye shughuli nzima za kuratibu shughuli zenu za kuwakusanya wasanii wa Iramba na kuwaweka kwenye umoja huo wa wasanii? Changamoto ni nyingi. Yaani ukizungumzia sisi kama viongozi, unaweza kashangaa kiongozi mwenzako anakwambia ana nauli ya kwenda sehemu fulani kwa ajili ya kwenda kufikisha maelekezo ya umoja. Unaona, kwa mfano sisi ni watu wazima, alafu pili sisi ni viongozi, sisi ni tegemezi. Mnaweza mkakubaliana hapa kwamba kesho ama kesho kutwa itabidi tuende mfano labda Shelui kutembelea kikundi fulani. Mwenzako akawa hana nauli. Ni lazima mchangiane ili mweze kufika wote. Umenielewa mpaka hapo? Hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo ni kubwa sana. Fedha ya kukufikisha ama wewe fedha kukufikisha sehemu kwa ajili ya kwenda kutangaza hicho kitu ambacho mnakipeleka, maana yake ni umoja. Changamoto nyingine wasanii wenyewe kukuelewa. Yaani unawaambia kitu wakuelewe, na yenyewe pia ni changamoto kubwa sana. Mtu mzima kumnyosha akae kwenye mfumo aelewe kwamba hii umoja huu unahusiana na hivi. Kuna wengine wanasema hao viongozi bwana wamekaa mtaani wametunga visheria vyao na kwa ajili ya kujipatia manufaa. Unaona? Sawa. Lakini wewe kama kiongozi upaswi kukata tamaa, ni lazima uelekeze na 1 2 3 mpaka wakuelewe, muende nao. Okay, wanasemaga kwamba kila penye uchungu kuna utamu uliojificha, au kila penye changamoto basi kuna mambo mazuri ambayo mmeshafanikisha kuyafanya. Ni mambo gani mazuri ambayo mmeshafanikiwa kuyafanya kwenye umoja wenu wa Iramba, au kuna faida gani mtu akijiunga kwenye umoja wa wasanii wilaya ya Iramba? Kaka, mimi naweza nikakwambia kwamba sisi bado tujawa wakubwa wala sisi bado tujaanza kunufaika. Ila ndo tunapiga hatua kwa ajili ya kufikia yale matunda. Na naweza nikakwambia hii yote ni nguvu za viongozi wetu. Nguvu za viongozi wetu ndo zimetufanya sisi tuamke kuwa na mihemko ya spidi ya hatari, kwa sababu viongozi wetu 1% kubwa wametoka ndani ya wilaya Iramba. Kwa sisi kama vijana tukaona sasa na sisi tukisema tulale tunalaza viongozi. Kwa sasa hivi tunapiga hatua angalau tuweze kusikika na kuonekana, lakini tunajipa matumaini kupitia viongozi wetu sauti zetu zitafika. Sawa, mpaka sasa hivi kwenye umoja wenu wa wasanii mmefanikiwa kusajili vikundi vingapi, au ni watu wangapi, ni wasanii wangapi ambao sasa hivi mpo kwenye umoja ndani ya wilaya hii ya Iramba? Mpaka sasa hivi wasanii wako 65 hawako ndani ya umoja. Lakini pia tuna vikundi 5 vilivyosimama. Nikisema vilivyosimama, ukipiga sasa hivi hata la mgambo, jamani tukutane, wasanii wote watafika. Vikundi 5 ambavyo vipo active sasa hivi kwenye umoja. Active muda wote. Kuna mtazamaji ambaye anatazama sasa hivi, maybe yupo mkoa tofauti na Singida. Na yeye kiasili ni mzaliwa wa Iramba ama ni mtu wa Iramba. Anajiuliza labda kwa yeye ana nafasi yoyote ya kushiriki au kuwa kwenye umoja huo wa wasanii wilaya ya Iramba, ili hali yeye yupo mkoa tofauti lakini ana kipaji pia na ana uwezo wa kufanya shughuli ambazo ninyi mmekuwa mkizifanya. Narudia tena, umoja wa wasanii wilaya ya Iramba hatuchagui, hatubagui, yeyote atakayetufaa tunaondoka naye. Hatuchagui kabila, dini, sijui nini, ni vyote, jinsia vyote. Mathalani tu akubaliane na katiba yetu. Akubaliane na protokoli zetu, tunaungana naye. Katiba yenu inaruhusu pia mtu ambaye yupo Singida ama yupo Iramba lakini sio mzaliwa halisi wa Iramba, lakini anatamani kujiunga kwenye umoja wenu. Katiba yenu inamruhusu mtu, kama inamfavor kuingia kwenye umoja wenu?
Yes, katiba inaruhusu, lakini akubaliane, narudia tena, akubaliane na katiba yetu inavyoeleza. Sawa. Anakaribishwa. Kwa sasa hivi tumeshuhudia wameibuka matiktoka wengi sana, wamekuwa wakijitangaza wanatoka Iramba, na wengine wamekuwa wakifanya content zao kwa lugha ya Kinyiramba. Hii inaleta picha gani sana kwa ninyi viongozi wa wasanii wilaya hii ya Iramba? Namna wanavyoitumia mitandao ya kijamii kujipromote kwamba wao ni Wanyiramba, wanatoka Iramba. Hii inaleta taswira gani kweli? Upande wetu sisi kwanza inatutengenezea uwepesi wa kufanya kazi, kwa sababu sisi lengo letu ni kuisimamisha Iramba, na kama unavyojua ndani ya Iramba asilimia kubwa ni Wanyiramba, si ndio? Sasa kuanzia si asilimia kubwa Wanyiramba, kwenye upande wa mitandao ya kijamii wakiwa wanapromote, wanapiga content zao kwa lugha ya Kinyiramba, sisi wanatufanyia wepesi. Tunaendelea kupaza sauti au tunaendelea kufahamika kwa wepesi. So hilo upande wetu sisi tunaona kama ni jambo zuri, na tunajiona kabisa kwamba tunakoelekea sasa hivi sio kubaya, ni kuzuri. Tunaendelea kupanua wigo kwenye upande wa kabila letu. So naona iko vizuri sana na tunawapongeza pia hao. Sawa, wilaya ya Iramba imekuwa ni moja ya wilaya nchini Tanzania ambayo imetoa viongozi wakubwa na mashuhuri sana, akiwemo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamzungumzia Mwigulu Nchemba, ametoka wilaya hii ya Iramba. Uwepo wa viongozi hawa wakubwa katika ngazi za kitaifa, kwenu ninyi kama wasanii, mmeichukulia kama fursa kwa kiasi gani, ama wanaipushi sanaa ya Iramba kwa jinsi inavyotakiwa, au kasi ya ukuaji wa vipaji na sanaa wilayani Iramba inaendana na hali halisi iliyopo kwa sasa hivi kwenye nchi yetu ya Tanzania? Mimi bwana, binafsi mimi kama mwenyekiti wa wasanii nawapongeza sana viongozi wetu, wanajituma vyema, wanatushika, wanatusupport kwa vitu vingi sana. Ukiangalia hata kwenye kazi yetu Hazina Iramba, hii kazi mpya ambayo tumeiandaa na sasa hivi soon tunaenda kuizindua, ni kazi ambayo ni mikono yao. Wametusupport wao, wametushika mpaka tumefikia hatua hii tuliofikia. So nawapongeza kuanzia waziri wetu na Suleiman kiongozi wetu Mwenda. Kiufupi wako vizuri sana sana sana, tunajivunia kuona viongozi kama hao. Wewe kama mwenyekiti wa wasanii wilayani Iramba, ukipiga picha, ukiangalia dira ya miaka 5 inayokuja mbele, unaona kitu gani Iramba kupitia fursa hizi zilizopo sasa hivi? Ni picha gani unaiona kwa wasanii wa wilaya ya Iramba? Mimi kama mwenyekiti wa wasanii nikipiga picha yangu mbele, naiona taswira ya Iramba ya tofauti. Naiona Iramba ikiwa imekuwa sana kisanaa, na sasa hivi tuna kauli yetu sisi kama wasanii kwamba kama sio sisi basi vizazi vijavyo vitafikishia. Kwa maana yake tumeliamua, tukifeli sisi kulifikisha, basi hata kwa uchache wetu ama kwa udogo wetu, basi vizazi vitakavyokuja vitamalizia. Yeah. Okay, sawa. Ikitokea sasa hivi umekutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe kama mwenyekiti wa umoja wa wasanii wilayani Iramba, ukapata fursa ya kuongea naye jambo moja, ni jambo gani kubwa ambalo utazungumza naye, au ni kiasi gani cha pesa unaweza ukamuomba ili kiasi hicho kwenye bajeti yenu ukajua kabisa kwa hii inaweza ikapushi maendeleo ya sanaa wilayani Iramba? Mimi nikikutana na rais mama yetu, mimi cha kumwambia, mimi nitamwambia tu kwamba sisi tunakupenda sana, lakini pia tuna changamoto ya vifaa. Nisingependa hata kumwomba fedha, kwa sababu naweza nikamwomba hela tukazitumia vibaya, lakini akituletea mtaji itakuwa imenyanyua sana ndani ya wilaya ya Iramba. Vile vifaa tutavifanyia kazi, tutajituma, iwe mvua iwe jua, tutapambana, tutahakikisha Iramba inasimama katika sanaa. Tutajituma, iwe jua iwe mvua, tutahakikisha Iramba inakuwa katika sanaa. So sisi ama mimi kama kiongozi nitamuomba vifaa vyenye quality ya hali ya juu basi, na wala si fedha. Sawa, hivi sasa wapo wadau mbalimbali wa sanaa wanavyokutazama. Una neno gani kwa ajili yao, wadau wa sanaa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla wanaokutazama hivi sasa kama mwenyekiti wa wasanii wilayani Iramba? Una neno gani la kuambia wadau? Mimi kama mwenyekiti wa wasanii
Mimi nawaambia wadau kwamba wasichoke kutufuatilia sisi kwenye mitandao ya kijamii. Iramba wanayojua wao, Iramba ya zamani sio Iramba ya sasa hivi. Tumejikubali, tumeamua, na hili swala tumeamua sio peke yangu, tumeamua crew nzima na viongozi kwa pamoja. Kwa hiyo watufuatilie kwenye mitandao ya kijamii, watusapoti penye sisi unajua sisi wasanii na sisi pia tuna changamoto zetu, lakini pia comment yake ni ya muhimu zaidi upande wetu sisi, inatujenga, inatutengenezea mifumo mizuri na kuelewa hapa tumekosea hapa wapi hivi na hivi. Kwa hiyo kama wadau, mashabiki zetu watufuatilia, lakini wakiona kuna kasoro, kuna changamoto yote, basi na wa comment kwenye channel yetu tuweze kujifunza kupitia kwenye comment yao. Sawa sawa. Tukitaka kuwapata kwenye mitandao ya kijamii ninyi kama Umoja wa Wasanii Wilaya ya Iramba, na tukaona kazi zenu, tunawapataje? Sasa hivi Umoja wa Wasanii naweza nikasema bado hatujafungua account ya kwetu binafsi. Sema sasa hivi tunatumia ni Sekenke Media ambayo ndo ni channel ya kampuni wanaotushika mkono kwa sasa hivi. Kwa hiyo wakiandika Sekenke Media wanatupata. Lakini pia kazi zenu mle. Kuna kazi zetu. Lakini pia ukirudi upande wa TikTok, Sekenke Media pia vile vile wanatupata, na YouTube pia Sekenke Media vile vile, na Instagram vile vile Sekenke kama Sekenke. Kwa hiyo wakiandika hivyo wanatupata. Lakini pia narudia tena, nasisitiza na nawaomba wasichoke kutusupport. Sisi bado underground, sisi bado watu wa chini sana. Wewe pia ni msanii, wewe ni aina gani ya sanaa ambayo unaifanya? Mimi ni msanii, na hata kwenye kazi hii ya Hazina Iramba nimecheza. So mimi ni karakta moja mzuri sana. Nasema napendelea sana comedy. Comedy? Unako ni mzee wa comedy? Yes. Unaweza ukatuchekesha kabisa? Yani hapa. Yani mimi na mtazamaji ukafanya jambo ukatuzungumza sisi tukacheka, ukatuchekesha mimi na mtazamaji wangu. Utatuchekesha mwishoni kabisa. Nikuulize swali moja, ni msanii gani wa uchekeshaji Tanzania ambao unamkubali, iwe kwenye klipu za mitandaoni au kwenye stand up comedy? Ndugu yangu Ndalo na Steve Mweusi, wale jamaa wale ni hatari, wakishirikiana pamoja wale, kama sio kutoa bandama ya mbavu zako mimi basi hata sijui. Yani hivi bandama ya mbavu si ndo zimeungana na ucho mgongo eti? Bwana, huyo ni mwenyekiti wa wasanii wilayani Iramba, Salum Zurungu. Bandama imeungana, hata najua basi nimeongea nini kaka. Watu tulikuwa naye hapa, tumezungumza naye mambo mengi sana. Nidondoshee kwenye komenti yako ni kitu gani ambacho unatamani kukiona kinaweza kikakuza sanaa ya Iramba mkoani Singida. Mimi ni Hosea Emmanuel na hii ni Yoa TV.